Naitwa kwa jina la Yasini Mohamed Ayubu, ni mzaliwa mkoa wa Lindi, wilaya ya Kilwa. Na sasa hivi natimiza miaka 28. Nimezaliwa mwaka 1998 mwezi wa kwanza tarehe 3. Ndio. Sawa. Umeniambia kwamba ulifungwa jela. Kifungo ambacho ulipewa ni hukumu ya miaka 30. Na kwa kosa la kumbaka mke wa bosi wako. La kusingiziwa, si kumbaka. Kini kesi ilikuwa nasema kwamba nimembaka mke wa bosi wangu. Sisi tunaitamka kama ulivyopewa tu. Ndio. Ulipewa kesi ya ubakaji, kumbaka mke wa bosi wangu. Sawa. Tunataka tufahamu sasa historia yako ilianzia wapi? Ulitokaje huko nyumbani Kilwa umesema? Mpaka kuja hapa Dar es Salaam na mpaka kufika kwa huyo bosi wako, na baada ya hapo tukio litokea katika mazingira gani? Tunaomba tusimulie hatua kwa hatua. Sawa. Mimi nimezaliwa mkoa wa Lindi, wilaya ya Kilwa. Nimesoma shule ya msingi pale. Sikubahatika kwenda sekondari kutokana na kipindi kile mzazi wangu alibaki wa kike tu, babangu alifariki nikiwa nipo darasa la 3. Nilipomaliza shule ya msingi nimaliza 2012. Nimaliza shule ya msingi tunaendelea na kazi hapa pale kijijini, masuala ya kilimo, tunamsaidia bibi mkubwa. Mimi ni mtoto wa 4 katika familia ya watoto watano. Sasa nilifika vipi huko Dar es Salaam? Kuna jamaa mmoja ni hifadhi jina lake, ambaye ni bosi wangu wa kiume. Yeye alikuja kutafuta maisha mjini huko, ni muda sana. Alipokuja kutafuta maisha mjini huko, sasa akawa amefungua biashara ya duka la nguo. Sasa akaja kule mkoani kuja kutaka kijana kuja kumsaidia kazi huko dukani. Katika kuulizia pale akaambiwa kwamba kuna kijana Yasini ametoka shule karibuni tu miaka 2 iliyopita. Alipokuja pale akaja mpaka nyumbani kwa mama, mimi hakunikuta. Akaulizia hapo kwa kina Yasini, ina shida na Yasini. Akaelezea pale shida yake, mimi nikatafutwa nikakutana naye yule mgeni. Kutana naye pale ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kumjua, maana wakati amekuja Dar es Salaam kutafuta maisha, wakati mimi ni mdogo sana. Mimi nilivotajua vile tu kwamba kuna kazi huko Dar es Salaam, pale mimi sikuweza kujiuliza maswali mara mbili, nikakubali. Nilikuwa na hamu kubwa sana kuja kuweza kuishi Dar es Salaam. Mimi nilipokubali, hatukuelewana kwamba labda atanilipa shingapi, lakini hivyo ambapo kuna kazi Dar es Salaam, kufanya kazi ya duka la nguo, mimi nikakubali. Baada ya siku 2 ya 3 naanza safari hadi Dar es Salaam. Fika huku, yeye alikuwa amepanga nyumba, alikuwa na mtoto mdogo pamoja na mkewe. Nimefika pale nikakabidhiwa chumba nilichokabidhiwa kipindi kile ilikuwa kina mkeka na mto na shuka, akina godoro, akina kitanda. Nimekaa hivi kama wiki hivi. Sasa ikawa anakwenda dukani pale, ananielekeza kwamba make pale ile duka lilikuwa la nguo za mtumba. Ananiambia jinsi utauza shilingi fulani, nikaandika shati unauza shilingi fulani, nikaandika unauza shilingi fulani, nikaandika. Sasa hadi paka pale nilipozoea ile biashara, nikawa nakwenda mimi mwenyewe nafanya biashara, saa 2 nafunga, narudi nyumbani. Sasa yule bosi wangu wa kiume kipindi kile alikuwa ni dereva wa hizi gari zinazobeba kopa kutoka Zambia. Muda mwingi sana niko mimi pamoja na mkewe. Fanya kazi mwezi wa kwanza, wakaniambia sisi tutakupa 120,000 ndio pesa tutakulipa. Yaani hatukuelewana. Akaniambia tu. Na mimi kwa wakati ule 120,000 kwangu mimi ni nyingi sana, ni kubwa sana. Sikuwahi kushika hata shilingi 20,000 kwa wakati, yani kwa pamoja kipindi nipo kijijini. Akasema sawa, pale pesa mwezi uliofuata. Akaniambia sisi tunataka tukutunzie mshahara wako. Hata yake hiyo 120,000 ulikuwa unalipwa kwa mwezi. Ndio. Tunataka tukutunzie, endapo hata siku moja utapohitaji kurudi kijijini, basi uweze kurudi na pesa, isije kaonekana kwamba hapa tumekuja kufanyisha kazi alafu mwisho wa siku sisi tumekudhulumu, kumbe pesa itakuwa umezitumia mwenyewe kwa fujo. Mimi nikakubali. Ilikuwa ni wazo zuri kipindi kile. Nakumbuka kipindi kile nilikuwa na miaka 18 bado sijatimiza. Wakasema wanifungulia akaunti ya kibenki ili wanitunzie. Fanya kazi mwezi wa 2,
Nikasijaulizia, si nishaambiwa wananitunzia mwezi wa 3 wananitunzia. Sasa kuja kufika ule mwezi wa 3 katika kazi, kuna mdogo wangu baada ya kuzaliwa mimi nazaliwa yeye, alikuwa ameanguka shuleni. Sasa mama akawa amepiga simu kwamba kutoa taarifa ili tuweze kumsaidia hata hela ya dawa. Mimi pale ilikuwa mshahara wangu ile, nilikuwa kuna pesa nilikuwa nimeitunza mimi mwenyewe, nikachukua shilingi 30,000 nikamtumia mama. Kumtumia mama, sasa nimeendelea kufanya kazi pale. Sasa katika kunitunzia zile mishahara yangu ile ilipofikia ndani ya miezi 10 huko natunziwa zile pesa zangu za mshahara. Kuna siku moja wakati huo bosi wangu wa kiume iko nje, bosi wangu wa kike pale sasa ikawa ameingiza mwanamume mwingine pale nyumbani. Siku ile nimerudi kutoka kazini majira ya saa 2 usiku, na mkuta yuko jamaa mwingine amekaa sebleni wanaangalia TV. Nikawasalimia. Mimi nikafikiri labda ni mgeni tu amekuja na kuondoka. Naamka asubuhi hivi nijiandaa niende kazini, namuona sasa ametoka chumbani, amevaa bukta hivi zile za mazoezi, amevaa na singlet. Anatoka kwenye chumba kile cha bosi wangu ambayo cha wanacholala wenyewe. Na wala halikuwa huyo mwanamke alikuwa aonyeshi kama labda anaficha, labda wewe usione, au ilitokea tu bahati mbaya wewe ukaa kama umewafumania? Hapo mimi niliwafumania, maana yake yule mumewe akishaenda Zambia waga anafikaga hadi wiki 3 hadi mwezi mmoja bila kurudi huko. Sasa nilivyoona ule uchafu unatendeka, mimi nikaona kazini. Nilivyorudi kazini akaniita yule mwanamke, ananiambia, Yasini, hiki ulichokiona ibaki kuwa siri yako. Endapo siku moja nitakusikia umemwambia mume wangu, basi nitakufanyia kitu utakuja kunisahau. Sasa ile siku ikapita, ikakaa wiki tena, akaja tena yule tena. Kuja bado akawa ananionya, lakini ananionya kwa kunitisha sasa. Sasa vile vitu mimi nilikuwa vinaniuzi, nilikuwa sivipendi vile vitisho anavyonipa. Siku ile sasa aliporudi mume wake, akaja pale dukani pale tunaongea hivi. Mimi nikamwambia, maka mimi nilikuwa simutika bosi wangu, mtaka kama ni kaka kutokana wote ni kijiji kimoja, kama kaka mimi nataka niache kazi mimi naacha, nipatie zile pesa zangu mlikuwa mnitunzie niweze kurudi nyumbani kaanzisha maisha mengine. Sasa kaka akastuka, kwa ajili gani sasa nataka niache tu kazi ghafla? Kama Yasini, kwa sababu gani kuacha kazi ghafla? Nikamwambia mimi nataka niache tu kazi, sitaki tena. Akaniambia hapana, haiwezekani tu iwe ghafla hivi, niambie shida ni nini? Hauli pale nyumbani au kuna changamoto gani pale nyumbani zinaendelea? Nikaona asije kaona kama vile namkimbia, ngoja tu nimwambie ukweli. Ni kama kinachokuambia, lakini usimwambie mke wako. Akasema niambie kitu gani? Nikamweleza jinsi ilivyotokea pale akiondoka, kwamba yule mkewe kuna mwanamume mwingine anamleta mle ndani. Sio mke wake alikuwa ni binti mdogo au ni mtu mzima? Sio binti. Nakumbuka kipindi sasa mwishoni huko sasa, wakati nilipofikishwa mahakamani nilisikia umri wake, anasema alizaliwa na 80 na 86 ndo mwaka alizaliwa. Sasa nilipomwambia vile ile sasa akuweza kulikalia kimya ile jambo. Alivorudi akaenda kumuuliza tena, huko anamuuliza kwa hasira. Kanambia, Yasini kanambia hivi kwamba atakaache kazi, na sababu ya kuacha kazi wewe kuna vitisho unampa hapa. Ujinga wako unaofanya mwenyewe, unaleta wanaume ndani alafu yeye unampa vitisho ili asiniambie mimi. Sasa kitu gani hapa unakikosa? Sasa wakawa wanagombana wenyewe kwa wenyewe. Sasa mimi nilivyorudi ile usiku, nimemkuta ile mke bosi wangu pale amekaa anakula na salimia hivi na mtu aitiki. Sasa nikajiuliza swali, au ameshamuuliza tayari? Naingia chumbani hivi akanistopisha, akaniambia urudi hapa. Nikarudi seblani pale, yule mkewe sasa akawa ananisema, ananiambia hivi, wewe lengo lako nini? Wakati huo yule blaza ametoka pale, yuko kwenye mizinguko yake. Kaambia, mbona unakuwa kama mtoto wa kike? Wewe si nilikukataza usiseme. Sasa lengo lako ni nini? Lengo lako ulidhani mimi utaniachanisha na mume wangu? Sasa wewe dawa yako ipo jikoni. Bado akaendelea kunitisha. Sasa tumekaa pale, wenyewe wale wakawa kama wapo kwenye kuyamaliza vile masuala yao.
nani ya wiki ile blaza akampata mzigo anakwenda nje. Manake kwa lugha rahisi walishamaliza maka sikuona tena wakiwa wanazozana. Kama ndani ya wiki hivi blaza alivyoondoka, sasa pale mimi nakumbuka ile siku ilikuwepo siku ya tarehe 25, nakumbuka ndio siku ya tukio. Tarehe 25 ilikuwa siku ya mkesha ya Christmas. Nimetoka zangu kazini, nafika hapa namkuta amekaa sebleni anaangalia TV. Baada kuna ndio mimi nimefungua mlango ile, akasimama kwa nguvu hivi na kuanza kupiga kelele. Nabakwa. Alikuwa amejifunga tu kanga, akaachia kanga na akawa mtupo kama alivyozaliwa. Sasa kutokana mimi na mheshimu, sikutaka hata kuangalia, mimi nikaa nimegeuka hivi naangalia mlango hivi. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bofya alama ya subscribe kisha bofya kengele. Maximum TV.